Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache ya kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Kufuatia kupanda kwa joto la kisiasa nchini, likihusisha masuala kadhaa ya kisiasa hususan kwa vyama vikubwa haswa CCM na Chadema, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam wamewakumbusha wanasiasa kuweza kujipanga na vipaumbele vitakavyowatatulia matatizo yao kwenye kampeni zijazo za uchaguzi mwaka huu. Wakizungumza na Kurasa, wakazi hao wamesema kuwa wanafuatilia ngenga za siasa zinazoendelea nchini, lakini shabaha yao kubwa ni kutaka kutatuliwa matatizo yao na kuwezeshwa kiuchumi. Kila mtu ana kipaumbele chake. Yes, kwa sababu kuna mwingine anapenda siasa, kwa hiyo anataka kusikia habari za siasa. Kuna mwingine anafanya service ya maji, anataka kusikia kuhusu maji. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kampeni inaongelea vitu vingi. Najua hii nchi yetu toka tumepata uhuru bado kuna vitu vingi mpaka leo havijakamilika. Lakini nchi yetu bado miundombinu ni mibovu, bado maji yanasumbua, bado usafiri pia ni bado unasumbua. Kwa hiyo kikubwa mimi ningewaomba wanaenda kupewa nafasi au tunaenda kuwachagua, basi wajaribu kutuaminisha vile ambavyo wanatuahidi, waweze kutuzeregezea sisi wananchi. Kwa mimi rafiki yangu la kusikia, ningetamani sana kwa mimi mfanya biashara watoe ahadi kwa kuhusu biashara zetu sisi. Mpaka sisi tukaenda pale Karume, wa China asikia godown wamefunga, hawezi kutoa tena mtumba. Kwa wakitoa ahadi kama kiongozi, wasimame kwenye majukwaa, wajili kujinadi na kusema baba tutapromosha mizigo bandarini kwenye makontena, umeona, ifunguliwe, hata ushuru pia ushuke. Tuendelee na Kurasa. Mzee Ernest Gabriel, mkazi wa kijiji cha Kasota, kata ya Bungurula, wilayani Geita, anayesumbuliwa na maradhi kwa muda mrefu, amedai kufukuzwa, kunyimwa huduma kwenye kituo cha afya Kasota kwa madai ya kuwa hana barua kutoka ofisi ya mtendaji wa kijiji hicho. Mzee Gabriel, anayeishi katika mazingira magumu, ametoa malalamiko hayo kwenye mkutano wa hadhara wa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita aliyefika kwenye kijiji hicho kusikiliza na kutatua kero za wananchi, huku akioji kwa nini apewe huduma bure na kuagiza mkuu wa wilaya ya Geita kusimamia swala hilo. Na mimi sina hela. Unaona vidonda nilivyo naporesha na tumbo linajaa gesi, lakini sipate kidonda chochote. Niwaambia nasema nenda, wewe nilifanya nikata hivyo. Nafikiri huwa anakuja kwenye kliniki ana kama miezi miwili huwa anakuja. Lakini tulichomwambia wazee wote hawatibii bure. Tunataka barua ya afisa mtendaji wa kijiji ili wakija auditor wa dawa tuwe na ushahidi kwamba tulitoa dawa hii. Vituo vyetu vya afya, zahanati, hospitali, je, zinawahudumia wananchi kulingana na sera ilivyo? Na lingine niliweke sawa, si kila mzee anatakiwa atibiwe bure. Wamechanganua kulingana na uwezo wa nchi yetu. Wanasema wazee wasiokuwa na uwezo. Tumalizie Kurasa kwa hili. Madereva bodaboda wanaofanya safari kutoka Goba Center kuelekea Malobo mpaka Salasala wameiomba serikali kuwakarabatia barabara hiyo korofi, ikiwa ni kwa miaka mingi, ili kurahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zimekuwa zikisuasua kutokana na ubovu wa barabara hiyo. Wakizungumza na Kurasa, wamesema kuwa barabara hiyo ikikarabatiwa itasaidia sana kurahisisha huduma mbalimbali za kijamii. Namshukuru Mungu sema mtaani hapa watu na majina ambao tunaandikishaga, tunapeleka kwa mwenyekiti, tunachangia grupu, wanatengeneza hii barabara. Shida hii barabara ni maji tu, lakini ikionekana mitaro mizuri ambayo inapitisha maji haitosumbua. Kwa hiyo ni wakati za kusema mzuri wa serikali, wakati wa mwisho kupiga kula, na wanapotuomba kula waje turekebishe kama wanavyotuahidi. Maana barabara hapa inatumika kwa asilimia kubwa, yani tuseme wananchi hapa unaweza ukatokea kuna njia inaenda Malobo, inatokea nyingine na Madare. Hata hapo mbele pia kuna sehemu, yani mvua ikinyesha kila sehemu kuna maji. Unakuta bodaboda hatuwezi kupita, inabidi mnaanza kupita kwenye njia viwanja vya watu pembeni huko. Ndio kutoka hapa hadi huko nene sisi tunapoishi, kutoka kule kuja huko nene inakuwa shida sana, ni barabara ni mbaya. Yani hizi yani kwa hapa hivi pazuri. Kwa kule chini tunapoenda mvua ikinyesha, tunaomba hata mvua isingekuwepo.
Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa hivi leo, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.